Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Tunaendelea na durus ramadhaniya au majalis ramadhaniya, na leo biidhnillahi almaula bado tuko katika adabi fi adabi siyam alwajiba, katika adabu za funga ya wajib. Sheikh anatuambia i'lamu anna lisiyama adaban kathiratan, fahamuni hakika ya funga ina adabu nyingi. La yatimu illa biha, haiwezi katimia funga isipokuwa kwa hizo adabu. Wala yakmulu illa biqiyami biha, wala haitakamilika funga isipokuwa kwa kuzitimiza hizo adabu. Wahiya ala qismain, na adabu hizo zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Adabu wajibatun, kigawanyo cha kwanza ni adabu za wajib. La budda lisaimi min muraatiha, hakuna budi kwa yule mfungaji achunge adabu hizo. Wal muhafadhati alaiha, na azifazi. Wa adabu mustahabba, na kuna adabu za sunna ambazo si za lazima. Yambaghi an yuraiha, inampasa mfungaji achunge pia hizo adabu. Wa yuhafadh alaiha, na azifazi adabu hizo. Famin al-adabi al-wajiba, katika adabu za wajibu za lazima, an yaquma saimu bima awjaba Allahu alayhi min al-ibadat, asimamishe mfungaji katika yale ambayo Allah amemwajibisha katika ibada al-qawliya wal-fi'liya. Kuna ibada za kauli na kuna ibada za vitendo. Wa min ahammiha as-salatu al-mafruḍa, na katika ibada iliyokuwa kubwa ni sala ya faradh, allati hiya akadu arkani alislam, ambayo ni katika zile nguzo zilizokokotezwa mno za Uislamu, baada shahadatain, baada shahada mbili. Fatajibu muraatuha bimuhafadhati alaiha, ni wajibu kuichunga ibada ya sala kwa kuhifadhi. Walqiyamu biarkaniha, na kusimamisha nguzo zake. Wa wajibatiha, na wajibati zake. Wa shurutiha, na sharti zake. Fayuaddiha fi waqtiha, na kuitekeleza wewe ibada ya sala katika wakati wake. Ma'a jamaati fil masjid, pamoja na jamaa msikitini. Fa inna dhalika min taqwa Allahi allati min ajliha, kwani kufanya hivyo ni katika ucha Mungu wa kumcha Allah, ambao kwa ajili ya hilo shuri'a as-qiyami, imefaradhishwa funga. Wa furidha ala al-umma, na ikafaradhishwa juu ya umma. Wa idha'atu as-salati munafin lit-taqwa, na kuiacha sala kuna kanusha ucha Mungu. Ukiwa huna sala si mcha Mungu. Na vile vile wa mujibun lil'uquba, na kuacha sala kunawajibisha kupata adhabu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, fa khalafa min ba'dihim khalfun, wakakhalif baada hao wema kuondoka kundi, adha'u as-salah, wakaiacha sala, wattaba'u ash-shahawa, na wakafata matamani yao. Fasawfa yalqawna ghayya, illa man taba, isipokuwa ambaye atatubia. Wa amana wa amila saliha, na akaamini na kafanya matendo mema. Fa ulaika yadkhuluna aljanna, hao wataingia peponi. Wala yudhlamuna shay'a, wala hawatadhulumia chochote. Wa min as-saimina man yatahawanu bis-salati al-jamaa, kuna baadhi ya wafungaji wanapuuzia sala ya jamaa. Ma'a wujubiha alayhi, pamoja na uwajibu wa sala ya jamaa juu yao. Waqad amara Allahu biha fi kitabihi, hakika Allah ameamrisha kwenye kitabu chake. Faqala wa idha kunta fihim fa aqamta lakumus salah, pindi utakapokuwa pamoja nao na ikasimama sala. Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, lisimame kundi miongoni mwao pamoja na wewe. Waliyakhudhu aslihatahum, na wachukue silaha zao. Fa idha sajadu, ay yani atammu salatahum. Na hapa hii aya inazungumzia katika qital, katika jihad. Ile hal Allah anaamuru mpaka katika vita makundi yawe mawili. Kuna kundi ambalo litasali pamoja na mtume, kuna kundi litaelekea upande wa maadui pamoja katika jihad, lakini hakuna kuiacha sala ya jamaa. Faliyakunu min waraikum walitati ta'ifatin ukhra, kundi moja linasali pamoja na mtume, na sala ya khawf ni raka mbili tu. Raka ya kwanza kundi moja litasali na mtume, raka ya pili ile raka ya pili watatimiza wao. Imekuja katika hadithi, ima ataanza kusali na mtume katika safu, mtume atawapandisha safu kama maadui wako mbele,
atasali nao raka moja, kisha ataamka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa waliokuwa mbele watarudi nyuma, watapishana na hawa nyuma, wataenda mbele, kisha Mtume atawasalisha hawa kundi jingine raka ile ya pili, atabaki chini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala watatimiza wenyewe na hawa watasubiriwa na Mtume chini, maana Mtume hawezi kuamka ya tatu, kisha atarejea chini, atafunga nao swala. Sasa Sheikh anatuambia fa amara Allahu bis-salati ma'al jamaa fi hali al-qital, Allah ameamrisha sala kwa jamaa katika hali ya mapigano, wal khawf, na katika hofu. Fa fi hali tumanina wal amn aula, katika hali ya utulivu na amani ni aula kuisimamisha sala. Katika hadithi ambayo ilipokea Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna rajulan a'ma, hakika mtu mmoja alikuwa ni sahaba naye mpofu wa macho, na huyu ni Abdullah ibn Ummi Maktum, alikuwa ni muadhdhin wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid, sina mimi muongozaji ambaye ananileta msikitini. Na ilikuwa anakaa pembezoni mwa mji wa Madina, ni kipofu, hana mtu wa kumuongoza kumleta msikitini. Alikuja kuomba ruhusa kwa Mtume kumba aswalie nyumbani. Farakhasa lahu, Mtume akamruhusu sahaba huyu Abdullah ibn Ummi Maktum kwamba aswalie nyumbani kwa sababu hana mtu wa kumleta msikitini. Wala falamma walla, wakati alipogeuka huyu sahaba, daahu, Mtume pale pale akamuita. Ani kitendo cha kumpa mgongo Mtume, wahi ushakuja, Jibril kashamletea wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni masafa marefu mno kutoka katika ardhi hapa chini tulipokuwa mpaka mbingu ya kwanza tu, ni masafa marefu sana. Lakini angalia Jibril alayhi salam, kile kitendo cha ule sahaba kugeuka kumpa mgongo Mtume, kashatoka mbingu ya saba kuja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipogeuka Mtume akamwita, waqala, akamwambia, hal tasma'u nida bis-sala, je, unaisikia adhana ya sala? Qala na'am, akasema ndio. Qala fa ajib, Mtume akamwambia ijibu kwa namna yoyote. Udhuru pale haupo tena kwamba mimi sina mtu wa kunileta msikitini. Sasa angalia wewe ambao una macho yako, kwamba kipofu tu kaambiwa aijibu adhana, aje aswali. Unaisikia adhana? Ndio unaisikia, basi ijibu adhana. Utakujaje? Sijui. Amri shatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yurakhis lakum an-nabiy fi tarki al-jamaa, Mtume hakumruhusu sahaba kuiacha sala ya jamaa, ma annahu rajulun a'ma wa laysa lahu qa'idun, pamoja ya kuwa ni mtu kipofu na hamna mtu wa kumuongoza kumleta msikitini. Wa tarikul jamaa ma idha'atihi, pamoja kuacha jamaa pamoja na kuipuuzia alwajib, qad harrama nafsahu khairan kathira, hakika umeharamishia nafsi yako khairi nyingi kuacha sala ya jamaa. Kuna khairi nyingi unazikosa, min mudha'ati alhasanat, maziada yaliokuwepo katika mema kulipa. Qala naam, fa inna salata aljamaa mudha'afati kama fi sahihain, kani sala ya jamaa ina ziada nyingi ya malipo kama ilivyokuja kwenye sahih mbili Bukhari na Muslim, min hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma, katika hadithi Abdullah ibn Umar Allah muiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume amesema, salatu aljamaa, sala jamaa, tafdhulu ala salati alfadhi, inazidi sala ya mtu anayesali peke yake, bi 27 daraja, kwa daraja 27. Mtu ambaye anasali peke yake na yule ambaye anasali nyuma ya imam kwa jamaa, huyu mwenye kusali peke yake anazidiwa daraja 27. Imekuja katika njia nyingi, nyingine imekuja daraja 25, na yote kutokamana na mtu khushu aliokuwa nao, unyenyekevu katika sala. Izaka safu moja hapa, lakini huyu ana 20, 25, 30, watu tunatofautiana katika malipo. Kwa swala ya mtu anayeswali peke yake anazidiwa na yule anayeswali kwa jamaa kwa daraja 27. Tena kuna riwaya imekuja, mwenye kuswali peke yake na yule mwenye kuswali na jamaa, mwenye kuswali na jamaa anamzidi mwenye kuswali peke yake swala 50. Wewe swali peke yako alafu mwenzako apate jamaa, anakuzidi wewe swala 50. Kwa kuswali jamaa kuna fadhila nyingi sana. Jitahidi hasa katika mwezi tuliokuwa nao, jitahidi kuchunga muda kuiswali sala ya jamaa. Wayatruku aljamaa, na kuiacha jamaa,
yu'ridhu nafsahu lil'uquba, hupelekea nafsi yako kuingia katika adhabu. Wa mushabihati almunafiqin, na kufananisha na wanafiki. ففي الصحيحين katika sahihi mbili Bukhari na Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema athqalu as-salati ala al-munafiqin, swala ngumu, swala nzito juu ya wanafiq, salatu al-isha wa salatu al-fajr, swala ya isha na swala ya al-fajiri. Hizi swala ni swala nzito sana kwa wanafiq. Walau ya'lamuna ma fihima, lau wangelijua hao wanafiq yapatikanayo katika malipo katika swala mbili hizi, la atauhuma walau habwa, wangeziendea hizi swala hata kwa kukroa kule, yani kitumbo tumbo, yani mtu angepelekwa hivyo hivyo. Wangezijua malipo yanayopatikana kwenye swala mbili hizi, salatu al-isha na salatu as-subhi al-fajr, wangeziendea hata kwa kitumbo tumbo, yani mtu angeletwa hivyo hivyo. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqamu, mtume anasema hakika nilikusudia niamrishe swala isimamishwe. Thumma amura rajulan fayusalli bin-nas, kisha nimwamrishe mtu awasalishe watu. Thumma antaqa ma'iya birrijali ma'ahum hizamun, kisha nitoke mimi pamoja na wanaume pamoja na watu ambao wao wamebeba hizam min khatabin, wamebeba kuni, ila qaumin la yashhaduna as-salata, kuendea watu ambao hawajaishuhudia sala ya jamaa ya al-isha. Fa uhriqa alaihim buyutahum binnar, ni yachome majumba yao na moto kwa kuiacha tu sala ya jamaa. Mtume siku moja mpaka anasema nilikusudia niamrishe watu nitoke nao hapa niende katika yale majumba, maana tunafahamiana hapa, tunaangalia nani hajakuja, nani fulani hajakuja, fulani hajakuja, hawa hawajakuja, twende kwenye majumba yao. Laiti kama haufii wanawake na watoto, mtume angefanya hivyo. Maana akasema laiti ingekuwa siofii wanawake, maana mwanamke ndio anasali nyumbani na mtoto katika nyakati za usiku anasali nyumbani, pamoja kuwa masahaba ilikuwa inakuja na watoto wao msikitini, kiasi cha kwamba hata mtume siku moja katika sala ya Isha, mtume yuko ndani kwake, maana nyumba ya mtume ilikuwa karibu na msikiti, yuko chumbani, watu wanaisubiria sala, hali ya kuwa mtume kairefusha muda mrefu sala ya Isha, takriban inaweza saa 4 au saa 5 usiku. Masahaba wamelala mpaka videvu vyao vinaanguka kwenye vifua vyao. Kuna kulala ambako hakuchengui uzu, kama alivyokaa shekhe hapa, kikao cha mutarabbi hivi unavokaa. Ukikaa namna hii, wewe lala utakavolala, kiasi cha kwamba mpaka wanatoa sauti za kukoroma kwa usingizi. Lakini alikuwa kakaa hivi, akiamka hapa anasali pasi na kwenda kutawadha. Japokuwa ukiingia katika wanachuoni wa fiqh wameelezea, mfano umeamka mkono umedondoka hivi, watakiwa ukatawaze, sababu huwezi jua wakati umedondoka mkono ulibenua hivi kidogo, kwa ukatoka na kitu. Lakini ukilala mustajaa kwa kujilaza hivi, ukiamka katawaze. Lakini pia hivyo hivyo ukilala kwa kujilaza, ikiwa unayasikia maneno yanaongelewa, ukiamka wewe swali pasi na kutawaza, kwa sababu ukitoka na kitu utafahamu. Ikiwa umelala unasikia, lakini maana katika hadithi imekuja fa idha nama al-aynani istatlaqa al-wika, al-ainu wika'u as-sahi. Mtume anasema kwenye hadithi, jicho ni kifuniko cha utupu, yakilala macho mawili kitupu kiko wazi. Yule mwenye kulala akiamka akatawazi. Lakini ikiwa umelala hivyo hivyo kwa kujilaza, lakini unasikia naongelewa, basi ukiamka unaswali tu. Sasa walilala kiasi hicho mpaka mtume Umar nafikiri akamwambia ya Rasulullah, akamsha sauti, ukina mama wamelala, watoto pia wamelala. Mtume ndo akatoka. Alipotoka akasema huu ndo muda wake salati al-isha, laiti siuonee uzito umma wangu, ningemiswalisha katika muda huu, takriban saa 5 hiyo. Akatoka akawasalisha, lakini wao walikuwa wanamgoja mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sala iliyokuwa nzito kwa wanafiki ni sala ya al-isha na salati al-fajr. Lakini uweza kukuta kuna watu hizi sala wanazidiriki, lakini sala nyingine hawaswali. Utakuta mtu anaidiriki salati ya subuhi kwa sababu ndo anatoka anaenda kazini, mashallah anaiswali, na salati al-isha anaidiriki kwa sababu ndo anarudi nyumbani.
utakuta ndo anaiswali, lakini swala za kati hapa zinampita kwa sababu yuko kazini. Faqama thumma amara birajulin, kisha inaamrisha watu yachome majumba yao. Wa fi sahihi Muslim an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarra an yalqa Allah ghadan musliman. Abdullah ibn Mas'ud anafahamika ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia ni katika wale wanachuoni saba. Maana masahaba kuna wenye ilmu saba pale, wote wana ilmu lakini wanazidiana. Wa kwanza wao kwa ilmu ni Abu Bakar as-Siddiq, si kwa ilmu peke yake, mpaka kiubora, kifadhila. Ukiwatoa manabii duniani, anayefuata kwa ubora ni Abu Bakar as-Siddiq, kisha anakuja nani? Umar ibn al-Khattab, kisha Uthman, kisha Ali, kisha anakuja hawa kina Abdullah ibn Mas'ud. Sasa Abdullah ibn Mas'ud ambaye ni hibrul umma, mwanachuoni wa umma, anasema qala man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman, yule ambaye anapendezewa akutane na Allah kesho hali ya kuwa ni Muislamu, falyuhafidhu ala haula'i as-salawat, haifadhi sala tano. Yule ambaye anapendezewa akutane na Allah kesho Muislamu, haifadhi swala ngapi? Kinyume chake asiyeswali swala tano nani? Zaidi ya munafiq, kafir. Huyo anasema Abdullah ibn Mas'ud, man sarrahu, yule mwenye kupendezewa, an yulqa Allah ghadan musliman, akutane na Allah kesho hali ya kuwa ni nani? Muislam, falyuhafidhu ala haula'i as-salawat, haifadhi hizo swala ngapi? Tano. Sasa ikiwa huziswali ni nani? Haithu yunadi bihinna, kwa namna ya kunadiwa swala hizo. Fa inna Allah shar'a li nabiyikum, hakika Allah mwekea sheria mtume wenu, sunan al-huda, mwongozo, sunna za mwongozo. Wa innahunna min sunanil huda, na hakika hizi sala tano ni katika sunani za mwongozo, ni mwenendo mwongozo. Qala walqad ra'aytuna, hakika nimeona, wama yatakhallafu anha, hakuna wenye kuziacha sala tano hizi illa munafiqun, isipokuwa munafiq ma'lumun nifaq, mwenye kufahamika katika unafiki wake. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain, kipindi cha mtume alikuwa mtu analetwa katika safu akiongozwa baina ya watu wawili, hata yuqamu fi safi, mpaka anasimamisha katika safu, japokuwa ni mgonjwa, anakokotezwa huko, analeta mpaka anasimamishwa kwenye nini? Kwenye safu, ili mradi swala ya jamaa isifanyaje? Isimpite. Wa min as-saimina man yatajawazu bil amri fayunamu an as-salati fi waqtiha, katika baadhi ya wafungaji kuna wanaovuka mipaka, wanalala katika sala za jamaa katika wakati wake. Wa hadha min a'dhami al-munkarat, na hii ni katika a'dham, ni katika munkari iliyokuwa kubwa. Wa ashaddu liidha'ati lis-salawat, na ni katika mabaya makubwa ya kupoteza sala. Hata qala kathirun min al-ulama, mpaka wakasema wengi katika wanachuoni, inna man akhara as-salata an waqtiha, hakika yule mwenye kuichelesha sala katika wakati wake, biduni udhuri shar'i, pasi na udhuri wa kisheria, lam tuqbal, hatakubaliwa hata akiswali. Wa in salla, hata kama ataswali 100 mara 100. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, mwenye kufanya jambo ambalo halipo katika dini yetu. Katika dini yetu hii ni kuisimamisha sala katika wakati wake, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kwa kusimamisha sala nje ya wakati wake ni jambo ambalo halipo ndani ya dini ya Uislamu. Rawahu Muslim. Wa min al-adab al-wajiba, na katika adabu za wajib za lazima, an yajtaniba saimu, ajiepushe mfungaji jamia ma harrama Allah wa rasuluhu, yale yote ambayo amemharamishia Allah na mtume wake, ajiepushe nayo. Min al-aqwali wal af'al, katika kauli na vitendo. Fayujtanaba al-kadhiba, ajiepushe na nini? Na uongo. Wa huwa al-ikhbaru bi khilafi al-waqi', uongo ni kutoa habari kwa tofauti, yani kuleta maneno tofauti ilivyokuwa. Wa a'dhamuhu al-kadhibu,
Na uongo uliokuwa mkubwa ala Allahi wa rasulihi, ni kumzushia Allah na mtume wake, kama qala Allahu ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulu liman tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun, msiseme kwa ndimi zenu hili jambo la halal, wa hadha haram, na hili ni haram, litaftaru, ili mumsingizie Allah, litaftaru ala Allahi alkadhiba, ili mumzushie Allah uongo. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, hakika wale ambao wanamzushia Allah uongo, la yuflihun, hawatofaulu. Mata'un qalil, muda wao ni mchache, wala hum adhabun alim, na wana adhabu ilikuwa kali. Kwa hiyo miongoni mwa kujiepusha nayo katika hii mwezi tuliokuwa nao, kujiepusha mfungaji na yale yote ambayo Allah ameharamisha na ameyakataza. Katika sahihi mbili Bukhari na Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, man kadhaba alayya mutaammidan, mwenye kunzushia mimi kwa kusudi tu, faliyatabawa maq'adahu minan nar, ajiandalie makazi yake katika moto. Mwenye kumzushia mtume kwa kusudi jambo ambalo mtume hakulisema, ukasema qala rasulullah, basi huyu ajiandalie makazi yake motoni. Wahadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-kadhibi, amehadharisha mtume sallallahu alayhi wasallam kutokamana na uongo. Faqala iyyakum wal kadhiba, ole wenu na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, hakika ya uongo inampelekea mtu kuwa muovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na hakika ya uovu inampelekea mtu kuingia motoni. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba, hata achakuwa mtu anasema uongo na anadumisha kusema uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka anaandikwa mbele ya Allah jiongo. Kwa uongo ni jambo ambalo halitakiwi siku zote, lakini linakuwa zaidi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hairuhusi kusema uongo. Inafaa kusema uongo katika maeneo mangapi mashaka? Inajuzu kusema uongo katika maeneo mangapi? Matatu. Naam, katika maeneo matatu ndio inafaa kusema uongo. Sehemu ya kwanza kusema uongo vitani, alharbu, katika hadithi imekuja alharbu, msahau tamko la mbele, lakini kwenye vita inafaa kusema uongo, kuwadanganya maadui. Sehemu ya pili kupatanisha watu, islahu baina an-nas, watu waliogombana makabila kwa makabila au mtu na mtu, inafaa kudanganya, kwenda kwa mtu, bwana si jamaa asema sameane hivi na hivi, ukaja kwa huyo, ile mradi hajakutuma wala hajakuambia, lakini ile mradi kuunganisha inafaa. Wasulhu khair, kufanya sulhu nini ni khairi zaidi. Kwa kusuluhisha baina ya watu wawili pia inafaa kutumia kusema uongo. Sehemu ya tatu, mke kumdanganya mume, kumdanganya mke, inafaa pia kusema uongo. Hizi ndio sehemu ambazo zinafaa kusema uongo, lakini nje ya hapo haifai. Wayajtanibu alghiba, na vile vile mtu ajiepushe kusengenya, ajiepushe kusengenya katika mwezi huu. Wahiya dhikruka akhaka bima yakrah, kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa kile ambacho akikisikia atachukia. Fi ghibatihi sawa'un dhakaratahu bima yakrahu fi khilqatihi, sawa umemtajia kwa kile ambacho anakichukia katika maumbile yake, kama mtu kala a'raj, mtu mlema, kilema, wal a'war, ana jicho bovu, wal a'ma au mpofu, ala sabili aibi wa dhammi, umemzungumzia katika sabili ya kumsengenya, njia ya kumsengenya na kumtupia maneno ambayo si mazuri. Au bima yakrahu fi khulqihi, au katika yale ambayo yanampelekea kumchukiza katika tabia zake alizokuwa nazo, kala ahmaq, kama mtu mpumbavu, wasafihi kadhalika, walfasiq, na mtu muovu, wa nahwihi, na mfano wake. Wa sawa'un kana fihi ma taqulu am lam yakun, lianna an-nabiy su'ila 'anil ghiba, mtume aliulizwa kutokana na ghiba, faqala hiya dhikruka akhaka bima yakrah. Ghiba maana yake nini? Ni kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo akiyasikia atachukia. Kwa haifai kufanya ghiba. Qila, ikasema kwa mtume, araaita in kana fi akhi ma aqulu, ikiwa ninazungumza kwa ndugu yangu ndo anayo. Qala in kana fihi ma taqulu, au ikiwa unazungumza ndo anayo,
faqad ightabaitahu, hakika hapo umemsengenya. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu, hapo umemzushia. Waqad naha Allahu 'anil ghibati fil Qur'an, na Allah pia amekataza kusengenya katika Qur'an. Washabbahaha bi ashba'i surati, na akakufananisha kusengenya kwa sura iliyokuwa mbaya. Shabbahaka birrajuli ya'kulu lahma akhiki maita, amefananisha kusengenya ni kama mtu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu. Faqala, Allah akasema, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala msengenyeni nyinyi kwa nyinyi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhiki maita, anapendezewa mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu. Fakarihtumuhu, basi chukieni jambo hilo. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu marra laylatal mi'raj, na mtume ametukhabarisha katika usiku wa Mi'raj aliwapita watu biqaumin lahum azhar, akawakuta watu wana kucha min nuhas, wana makucha yale makubwa. Yakhmashuna biha wujuhahum, wakijisugua kwa makucha yale nyuso zao. Wasudurukum, na vifua vyao. Alipitishwa na Jibril akawakuta watu katika hali hizo katika safari yake Mi'raj, wana makucha marefu, mtu anajikwangua sura yake na anakwangua kifua chake. Faqala, man haulai ya Jibril, mtume akamwambia, ni watu gani hawa Jibril? Qala, haulai alladhina yakuluna lahma an-nas, hawa ni watu ambao wanakula nyama za watu. Wayaqauna fi a'radhihim, na wanatia madoa katika tabia za watu. Ujue katika madhambi makubwa ni mtu kumtia ta'an, yani kumtia doa, kumvunjia heshima. Ukiangalia hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia sala la riba iliyokuwa ya chini, madhambi yake ni kama mtu kumuingilia mama yake. Yani kumuingilia mama yake pia ni kudogo kuliko mtu mla riba ya chini. Riba kubwa makosa yake ni kama mtu kuvunja heshima ya nini, ya mtu. Sasa unaweza kusema ili kubwa la kumuingilia mama kuliko kumvunja mtu heshima, na sala la kumvunja mtu heshima limeonekana la kawaida sana, lakini ni katika madhambi makubwa mno kumvunjia mtu heshima. Wayajtanibu namima, na mtu ajiepushe na kusema kuwa mbea katika huu mwezi na katika miezi yote. Wa hiya naqlu kalami shakhsin fi shakhsin ilayhi liyufsida bainahuma, ni kunukuu maneno kwa mtu ili kuharibu baina ya hawa wawili. Wa min kaba'iri dhunub, umbea ni katika madhambi makubwa. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akiuzungumzia an-namima, la yadkhulu li jannati namamun, hatoingia peponi mtu mbea. Lakini limeonekana jambo dogo, watu wakikaa wanafanya swala la umbea, haifai. Mambo ukiyafanya, hatusemi funga yako inaharibika moja kwa moja, bali yanapunguza, yanaingia kupunguza funga yako. Na vile vile umbea ni katika adhabu za kaburi. Mtume alipita katika makaburi ya Madina, akasema, inna hadhani la yu'adhabani, hakika watu wawili wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani bil kabir, lakini hawadhibiwi katika madhambi makubwa. Mmoja ilikuwa hajistiri na mkojo, anapokojoa cheche zinamrukia zile za mkojo. Hii miongoni mwa katika adhabu za kaburi. Unapoenda chooni jichunge, unapojisaidia. Hata hizi vio vyetu hivi utakuta vina sehemu ngumu, pia mtume kazungumzia usisaidie sehemu ngumu, kwa sababu unapotupa mkojo pale, unapotoka kwa nguvu cheche zinaruka. Kwa hiyo kuna njia za kutumia, imo mwage maji huku unakojoa, ili mradi cheche zisikusurukie. Lakini watu hawachungi hilo, mtu akifika tu anakojoa, mwingine ndo anaingia anakojoa hata kwa kusimama, pasi na kuchunga vitu kama hivyo. Lakini ni katika adhabu za kaburi. Mmoja wao alikuwa hajistiri na mkojo, katika wale ambao mtume aliwaona wanaadhibiwa. Tena akasema, ma yu'adhabani bil kabir, hawadhibi kwa makosa makubwa kwa watu wanavyoyaona, lakini ni katika adhabu za kaburi. Mmoja alikuwa hajistiri na mkojo unamrukia tu, na mwingine alikuwa ni namima, alikuwa ni mbea. Hawa wakapelekewa kupata adhabu za nini, za kaburi. Na mtume pale alionyeshwa kwamba hawa wanaadhibiwa.
Wayajtanibu, kwa kumalizia, na mtu atakayejiepusha na maazifa. Maazif ni miziki, inaingia hapo. Wa hiya alalati lahwi, ni vile vitendea kazi vya upumbavu, mambo ya kilahu. Bijamii anwa'iha, kwa aina zote yani kwa vitu vyote vya aina yake zote atakayojiepusha nazo. Na kuna wengine katika huu mwezi ndio kwanza wanasema wanapoteza muda katika miziki, katika mamuvu, kuangalia tamthilia, hivi vyote vimekatazwa. Watazdadu tahriman wa ithman idha iqtaranat bilghina, na kunazidi vile vile uharamu na madhambi pindi itakapoambatika au maazif, uzinzi huo pamoja na nini, na miziki. Biaswati jamilatin, kwa sauti nzuri, wa aghani, na miziki. Qala Allah ta'ala, Allah amesema katika Qur'an, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillah. Kuna baadhi ya watu wananunua mambo ya kipumbavu, lahwa alhadith. Abdullah ibn Mas'ud akisema lahwa alhadith katika hii aya akasema ni aghani, ni miziki. Na sengine unaenda kabisa na flash yako na nini, unanunua vitu kama vile. liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin, ili wapoteze watu katika njia ya Allah pasi na elimu. Wayattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Waqad sahha, tena imekuja waqad sahha an ibn Mas'ud annahu su'ila an hadhihi al-aya, aliulizwa aya hii Abdullah ibn Mas'ud, faqala, akasema wallahi alladhi la ilaha ghayruhu huwa al-ghina. Aya hii ilokusudiwa hapa ni muziki. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر وذكره ابن كثير عن جابر، imesihi kwa Abdullah ibn Abbas, kwa Abdullah ibn Umar, na kataja Ibn Kathir katika tafsiri yake kutoka kwa Jabir wa Ikrima wa Sa'id ibn Jubair wa Mujahid. وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء، imeteremka aya hii katika muziki. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقارنها بالزنا، mtume amehadharisha maazif, muziki hii, na akaambatanisha maazif na uzinzi. Faqala, akasema katika hadith, la yakunanna min ummati, hakika kabisa kutakuwepo katika umma wangu aqwamun, watu, yastahilluna alhira, watahalalisha uzinzi, walharira, na nini, harir, nguo za hariri, nguo nyepesi zile hariri. Hafai mwanaume kuvaa nguo ya hariri, lakini kipindi cha mtume, kipindi cha joto kile, ilikuwa baadhi ya sahaba walikuwa wanavaa hizo nguo kutokana na upele, ukurutu waliokuwa nao. Maana nguo hizi unapovaa kidogo sehemu ya joto zinasaidia, kwa hiyo ilikuwa wanavaa kwa udhur kama hivyo, au kwa maradhi kama hayo inaruhusiwa. Sasa itakuwepo katika umma wangu min ummati yastahilluna alhira, watahalalisha uzinzi, walharira, na hizo nguo za hariri kuvaa, na hizo zinavaliwa leo hii, na uzinzi leo hii, walkhamr, watahalalisha pia nini, pombe, walmaazif. Hadha alhadith rawahu al-Bukhari. Falhirru alfarj, Sheikh akisema alhirru alfarj ni kuhalalisha uzinzi, na leo hii والمراد به الزنا، مقصودين uzinzi. ومعنى يستحلون، na maana yastahilluna ay yaf'alunha fi'l almustahilli laha, wakifanya kitendo cha kuhalalisha biduni mubalati, pasi na kujali. Na tukiangalia sala la uzinzi leo hii ni kama watu wamehalalisha, hawajali katika kufanya sala la uzinzi, kiasi cha kwamba mpaka tumeletewa vitu, tumia nini itakuwa ni salama, si kuhalalisha huko. Imekuwa ni rais tena, hivi vitu vyenyewe vinatolewa bure kabisa, haviuzwi. Na mtume alishasema kutatokea watu yastahilluna alhira, wakihalalisha uzinzi. Kwa hiyo limekuonekana jambo la kawaida kabisa. Ndio maana Sheikh anasema waqad waqa'a hadha fi zamanina fakana min an-nas man yasta'milu hadhihi al-ma'azif wa yastami'uha kaannaka shay'un halal. Hata muziki watu wameona kama halalisha, wanasikiliza kama kitu cha halali kilichohalalishwa. Wa hadha mimma najaha fihi a'da'i al-islam bikaydihim lilmuslimina, na hivi ni vitu ambavyo maadui wa Uislamu
wamewaweza Waislamu kwa kuletea vitimbi kama hivi, hata swadduhum an dhikrillah, mpaka vikawapeleka wakaziba wasimtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wasikiliza muziki hata kumkumbuka Allah, kumtaja, kusoma Qur'an, an dhikrillah na kuyafanya mambo ya dini na mambo ya dunia yao, mtu na muziki na yeye. Wa asbaha kathirun minhum yastami'una ila dhalika akthar mimma yastami'una ila qira'ati alquran, na wakawa wengi katika hao wanasikiliza hiyo muziki zaidi ya vile watu wanavyosikiliza Qur'an. Ala muziki leo hii inaonekana jambo la kawaida. Sasa haya yote watakiwa ujiepushe nayo ukiwa umefunga. Hata kama ukiwa hujafunga, tujiepushe na haya mambo. An-nadhar ila ma harrama Allah, an-nadhara ilayhi, kutazama mambo ya haramu ambayo Allah ameharamisha usitazame, ni haramu. Ukiwa umefunga usitazame, unapunguza funga yako. Wastimaa ila ma harrama Allah, istimaa ilayhi, na sikiliza ambao Allah ameyasaka usiyasikilize. Min al-ghiba wan-namima, na maazif na mamiziki usisikilize kipindi hichi, na hata si kipindi hichi, hata nje ya kipindi hichi. Ni juu kujizuia na haya mambo, haifai kuyasikiliza moja kwa moja. Naktafi bihadha alqadar, tushike na hichi kiasi insha Allah. Kama kuna swali. Assalamu alaykum Sheikh. Sheikh, mimi nilikuwa naomba utupe tafsiri nzuri ya neno umbea ili tuelewe vizuri huyu umbea aliozungumziwa ni mtu gani. Umbea uliozungumziwa ni kuchukua maneno ya huku, mfano na kusikia maneno ya akhi hapa na yachukua, kisha naenda na apeleka kule kwa lengo la vuruga. Na hii ndio ile Waarabu pia kwa wanaita hamalatul khatab, mkusanyaji wa nini? Tabbat yada abi lahab ma aghna anhu maluhu sayaslana wa imra'atuhu hammalatul hatab. Mkeo Abi Lahab pia ataingia huo moto, kwa sababu kazi yake ilikuwa ni umbea, kuchukua maneno baina na kuchonganisha, hasa kuchukua kwa maneno kuchonganisha baina watu, hasa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo umbea ni kuchonganisha baina watu, alikuchukua huku na huku, kupeleka huku, kusikia huku, kueleta huku. Yani wewe dhul wajhaini, mwenye nyuso mbili, huku upo, huku upo. Ona, ukiwa huku unaonekana tuko pamoja naye. Kwa hiyo akitoa habari zao unazichukua huku, tuko pamoja naye, unaleta za huku na za huku. Hili jambo linaleta kufarakisha watu. Ona, kwa hiyo ndio umbea tafsiri yake. Wallahu a'lam wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, mimi na maswali mawili. Issue ya kwanza, hiyo katika muziki, ni muziki wa aina gani? Je, muziki wa ambao tunaweza kama, je, naweza nikasikiza nashidi au kaswida? Hilo katika swali la kwanza. Swali la pili ni katika swalati, katika swala ya tarawih ya swala ya mwisho witri, baada ya imam kutoa salamu katika kumaliza witri, je, pale ni adhkari gani ambayo naweza nikaileta au dua? Lakini hiyo ni adhkari gani ambayo baada ya imam kutoa salamu ambayo naweza nikaleta pale? Naam, tukiangalia hilo swali la kwanza, anashid hili ni kwa Kiarabu, kasida pia ni swala la Kiarabu, lakini zote zinaingia katika muziki kwa sababu kuna zile alati. Mashairi yanafaa, mtu kusoma mashairi mwenyewe yanafanyaje? Yanafaa. Kusiwepo na vionjo hivi vinaingia vyote katika aghani, vinaingia katika muziki. Ama swali la pili, unapomaliza witri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna dua ambayo imekuja subuhu quddus rabbul malaikati waruh, lakini hii yakuwa analeta katika rukuu. Hii haijathibiti katika witri. Katika witri Mtume alikuwa akisema subhanaka malikal quddus, subhanaka malikal quddus, kisha anapandisha sauti. Akianza anaanza sauti ya chini, subhana malikal quddus, subhana malikal quddus, subhana malikal quddus. Naam.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.